Naam, karibuni sana ndugu zangu. Tuko majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, ndio niko nakurushia haya matangazo. Leo niko peke yangu, lakini karibuni sana ndugu zangu. Kuna vitu viwili vikubwa ambavyo tutazungumzia hapa. Tunakwenda direct to the point, na ni habari na maelezo ambayo kunafuata kutoka Baraka One TV. Point ya kwanza ni yale ambayo yamefanyika Kamituga. Niko na mtu ambaye yuko Kamituga na ameweza kunipa taarifa zote ambazo ziko Kamituga, na pia tumepata taarifa zote kutoka Kamituga. Kwa nini kumefanyika mapigano kati ya Wazalendo na FARDC? Tutazungumza hapa. Na kitu kingine, niko na message, nafikiri nilisema jana juu ya Stanislas Baleke Ruguduka, mmoja kati ya wafuliru wenzetu ambao wameamua sasa kutumia vizuri nafasi zao kwa ajili ya kujaribu kuwashawishi baadhi ya Wazalendo kuungana na M23. Na pia nina taarifa hapa Uvira Kasenga, kuna kikundi kimoja cha Wazalendo ambacho kina collaborate na M23, na hivi tuko tunafuatilia hili swala. Tunajua wapi ambako wanapatikana na wako wanawaingiza M23. Washaingiza 4 tayari. Hizi taarifa tumezipata. So na inabidi watu wa service ya renseignement ya FARDC pamoja na Wazalendo wawashughulikia hawa watu. Taarifa zao ziko wazi na wanajulikana wapi waliko. Kama ziko na hakika ndani yake, tunazichunguza ili tupate uhalisia. Kwa nini kudanganyana? Lakini kabla yote utasikiliza kwanza hii audio ya Stanislas. Ilikuwa ni mitingi yenye ilifanya kama Nyola, na niliwaambia jana. Sasa sikutaka kuwawekea mitingi sababu ni kama niko na wafanyia matangazo M23. Hakika tutamsikiliza. Hii sasa ndo mimi nitakuja kukupa analize zangu sasa, kutokana na hiki ambacho yeye alikizungumza. So pia tembelea Mwangaza TV, MTV, Mwangaza Television, ambako utakuwa na kutanana na vitu ambavyo hujawahi kuviona labda. Yes. Kutana na full exclusive interviews za uwanja wa vita, zote tutakuwa zipata Mwangaza TV. Kwa hiyo usikose kushare, kusubscribe na kulike. Ingia hapo kwenye description, ndo kuko link ya yenye itakupeleka moja kwa moja mpaka Mwangaza TV. Asante sana. Na namuona Kizabe Ayeba, Ishide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Dedone Buto to Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Dafes Letitia, Kis Kandeki, Asimwe Baguma Samuel, Ramake Afrika Kusini, Elisha Nairobi, Manuel Mangombe, na Dafes Letitia, the Ash the Iron, wakiwa kunasikiliza Baraka One TV. Asokolo Ayeba, Mashaka Ayamba, Asani Ramadhan, big up sana kwa wote ambao mko pamoja, na wote ambao wako maeneo ya Afrika Kusini, na wapeni big up sana. Sasa bila kupoteza muda, nataka nianze na hili swala. Kamituga kulitokea nini? Kamituga kulitokea kutokuelewana kati ya Wazalendo na FARDC. Walifia nini? Kiasi kwamba adui anataka kuingilia, atumie mwanya huo kuwashawishi watu wa Kamituga kwamba haya, mnaona sasa, si tunawaambia msifanye erere kama walivyofanya erere watu wa Bukavu na watu wa Goma, na leo hii wako wanalia. Hakuna nafasi kwenye M23 inaenda kwamba kuko salama. Hakuna. Sasa selo habari za mimi nilipata Kamituga, mwanajeshi wa FARDC na Wazalendo walibishana. Walibishania nini? Mwanamke. Huko nakuta wanajeshi wote ni FARDC, ni Wazalendo, wako wanaenda kujivinjari kubambaraga.
kuma kije ya malaya ndio biko nenda pale basha hoa pale. Muzalendo kitu kenye esprit yetu inakataa mtu kufanya, Mungu anaenda fanya kule. Baada ya pale muzalendo akamwangusha FRDC. Sindo FRDC akasema hapana, haiwezekani. Ndio nao sasa kusema na sie tutalipiza. Ndio mambo yakatokea. Sasa ukiachana na hii matrakaseri za wazalendo zenye balikuwa biko nazifanya za kunyanyasa raia, mataksi, mavitu gani, zile pia ikakuwa ni chachu ya wananchi kusema hawa watu washatutesa sana. Tushawaambia waache hivi hawasikii. Kwa hiyo sasa na sisi tutumie nafasi hii tuombe depari ya wazalendo watoke waende. Na mimi mara mingi nawaambia mko wazalendo, mko ndugu yetu sawa, lakini amkuingia muarme juu ya franga. Kama wewe unaona kwamba hauna chakula, so utoke. Wewe kuniambia niko hapa sina franga si chakula, nipe. Toka biache utoke uende. Bengine na biko na moyo anapigana watapigana. No. Na attention raia ikisha kuchoka. Papa. Gasi itapa mnaona benye tulimfanya. Avec armement alikuwa iko nayo, lakini benye tulimfanya hapa gasita mliviona. C'est ça. Kwa hiyo hamko wazalendo juu ya kunyanyasa raia. Mko wazalendo na ile poa juu raia iko ina wasutenir. Sasa effort de guerre haikwaki obligatoire. Ile ni par volonté ya mtu. So, hizo mabariere haziko juu ya kutuza watu franga, ziko ni juu ya kukontrole mamizigo, nini kinaingia nini kinatoka. Ndio maana ya hiyo bariere. Haiko juu ya kulomba watu franga kwa nguvu. So baada ya hapo ikabidi wananchi wasimame, waombe depart ya wazalendo. Hicho tu ndio kilitokea. Sasa kama mnatumia mamlaka yenu vibaya, mtakuja kujikuta kwamba wananchi watawatema. Lakini pia wananchi kuwatema wazalendo haiko sema ndio kukaribisha M23, hapana. Hiyo M23 msijichanganya sema juu tunapigana na baadhi ya makundi ya fake wazalendo aseme ndio mtatu convaincre. Tunapigana na wazalendo, tunaondoa wale wa fake ambao mshawapatia franga, tunabakia na wale wa vrai wazalendo. Sasa tukiachana na hili swala, nataka kwanza usikilize hiyo audio ya Baleke Stanislas Ruguduka, mtoto wa Uvira, terrorist wa M23, akiwa anazungumza wakati iko muplene ya Ruzizi, wakati iko Kamanyola. Na ndio maana mambo ya maendeleo hivi inaanza kufika hapa, na ni kwa juu yake ndio maana tunashimama hapa, na kwa hivi tutaendelea. Hii mwangaza tutaelewa Katogota, na tunataka kwenda sasa Uvira. Njia tunataka kuifungua. Mnajua kwamba hii route nationale numero 5 wale wachinga walikuwa kutufungia hii njia. Sasa tunataka kuifungula. Wale wenye kuwa pale Katogota tunataka kuambia waondoke. Mwenye hata ondoka kazi yake tutajiokupe naye. Kitu ya kwanza nilitaka kuambia population ya Kamanyola. Unajua kwamba coordonnateur Bertrand Bisimwa, mimi nakuwa directeur de cabinet pale. Na en tant que directeur de cabinet à question politique, administrative, diplomatique et juridique. D'abord sur le plan administratif, munaona tulijikaza mbio sana tutie Kamanyola ikuwe na hivi gisi excellence gouverneur iko hapa, tutaangalia gisi kanitapita commune urbano rural haiko vile. Ile mademande tukua tunafanya Kishasa inaisha, si peke tutakuwa tunabifanya sasa. Hakuna kushinda au societe civile kufunga barabara hapa kila siku kufunga, hamtakuwa tena mnafunga barabara, tunataka kwa tunaviregle si peke. Ile ni ya kwanza. Na ya pili ni mnaya kile kichilombo kile tribalisme shapita kimachafu. Manake ndio kisha uzi watu kinadanganya watu ya kwetu kumunaona banakia kutuopose bandugu contre bandugu. Ni occasion niambie bandugu yetu bazalendo. Biko shinda nangaika hapa muplene na mabariere fasi yote.
Unaona kama AFC M23 kutokea Bukavu mpaka hapa Kamanyola hakuna hata bariere hii moya. Bali sema bongo ase walijenga barabara Ngoma, haiko vile. Oh, kila siku mapublicite tushaka jenga Ngoma, tushajenga. Si tunatoka Ngoma, Ngoma iko tukisi na kuwaka. Hakuna hata kitu mwa bashaka fanya. Bongo mtupu tu. Est-ce que tendelea na ile bongo vile? Est-ce que tendelea na ile bongo? Alors, na ndio maana sisi tutaanza kuleta maendeleo ya sisi wenyewe. Mimi nitaka kuambia ndugu zangu, iwe petit frère Makanaki, iwe bakamama, iwe bayakutumba. Munaya kama Chilombo aliua ba general Babembe. Hakumuua Sekatenda. Hakumuua Aochi. Sasa hakufunga dunia. Sasa mimi wewe Yakutumba na waza huko mzalendo kushinda Sekatenda. Alors na wazalendo mweye mlikula franga za M23. Mnakuwa mnasema bongo aseme mtapiganisha M23. Mshakona banatake. Kama mshakona banatake. Bali kama taka franga kisha banakuwa na shinda ma réseaux sociaux. Yes, unasikia hivyo vipande vya speech zake. Nimechukua maswala machache. Anasema wazalendo washakula franga ndio maana wapigane. Anasema Chilombo ni mongo, tuache kupigania Chilombo. Anasema Baswahili si ndio tuko mukizalendo juu Chilombo anataka tumalize. Anasema ba William Amuli Yakutumba sio ba wazalendo sasa vile banaka bakana wengine benye banashindikana. Sasa hebu jua nini biko bana bloke njia. Apendi akuye hapa akute kamama haiko, Makanaki haiko, anataka akute wazima. Sasa kitu kwanza mimi nitazungumza pande hivi. Raia yote ya Uvira, huyu Baleke c'est un vent rien. Stanislas Ruguduka Baleke ni mtu mmoja mwenye hana kitu, ni kunivyo ya Uvira, hana influence yote, hana hata kinga. C'est un mendiant, muombaomba wa kujitafuta kwa maslahi yake binafsi. Ni mtu mwenye nishafanya naye interview, nishamuona faso yake ya kuongea, c'est un vaurier, mlevi moya wa hali ya juu. Kwa hiyo hana SP ya kichwa ndani yake kwamba anaweza kusaidia watu. Hawezi. Ni mtu wa kujitafuta yeye mwenyewe, akule ashibe na vishepa. So hana ile audacity ya kusema kwamba anaweza kuconvaincre watoto ya Uvira bageuze mugongo kwa FRDC, kwa serikali, ili waungane na M23. Ça c'est un. De deux, una évoqué ma question ya bawazalendo kuwapatia franga. Of course. Ndio mbona kwamba combien de fois M23 haina nguvu. Tunasikia bien alisema basha kula franga. Donc depuis kisi wanakuwaka banakuwaka tu bana corrompre batu abendaki par leur volonté, bana wapatiaga franga kisha watu wanaingia. Na hizo franga ni nani? So franga za M23 ni franga zinatoka kwa Hippolyte Kanambe. Sasa baada ya Hippolyte Kanambe kuwa hasha mwanga franga mingi, hii masiku anaanza bana franga zake, hasha kuwa kondane, mareveni zake zote za mkongozi ko bloke, na hivyo hajajua stability yake monetaire itakuwa namna gani, anaanza bloke franga yake. So ku M23 hakuna salary ya wananchi ya wasoda. Hilo mlijue. Wasoda ambao wako wanapokea ku M23 ni ba RDF ba Rwanda. Ndio wanapokea kupitia mobile money. Na zinaingilia kwabo, wanapata tu ma message ma telefoni zao, zinaingia ma account zao. Hao watu wakahoko ambao wako wanaenda kujiunga ni njaa bure. Naye peke pale. Yes, ni directeur wa cabinet ya gouverneur wao wa Bukavu. Hana salaire.
serikali yao ilitoa $50,000 ndo province ya Sud Kivu, ndo franga zenye balileta $50,000 ndo bagabulane fonctionnement ya Sud Kivu. Tulizane avec $50,000 M23 ya Sud Kivu batagabulana. Gouvernement provincial yao itapata ngapi? Basoda bapate ngapi? Baburgomestre ngapi? Banani ngapi? Donc ni kao. Hawezi kudanganya watu, hawezi convaincre watu juu hana ile competence. Hajui hata kuongea. Naona c'est rien. Na kitu kingine, mwenye alitrair inchi kuna kuungana na adui, ule sio ndugu yetu tayari. Kwa hiyo msimconsidere ubwana kama ndugu yenu. Haiko ndugu yenu. M23 haiko ndugu yetu. Yeyote mwenye alijiunga na adui, deja ule anakuwa ni adui. Sio mtu wa kusema kwamba utaungana naye. Hapana. Lazima tusimame tufocus. Na kitu kingine, wazalendo ambao tuko nao mpeni ya Ruzizi. Nyie si mko wanaume? Si mnasema kwamba mko mnakuja Uvira? Haya njoni. Mkuye Uvira, karibu. Uvira inawakaribisha. Uvira inawakaribisha, njoni. Mtakutanana na wanaume wenzenu humo mplane. Na mimi ningetaka wewe mwenyewe Ruguduka Baleke Stanislas, sogea we peke, ukuye weye Bisimwa, Nanga, Sultani Makenga wenu, mkuye mstari wa mbele. Tuone kama mtatoka plane. Hapana kuwa natuma na niaba bakaptire mko na mnaingiza kwa kinguvu mkijeshi, mnawapatia mabunduki ndo mwatume hapa. Mwe peke ndo mkuye mbele. Nafikiri hii message itakufikia na niko na namba yako nitakutumia nayo kwanza. Naona hii message itakufikia mzuri sana. Wewe peke ukuye mstari wa mbele. Juu nafikiri unajua wazalendo vizuri. Sasa kama huko leo kila mtu anakuwa anafuata ni military. Kwa hiyo ndugu zangu, message yote ya M23 mkuwe mnasikiliza afu mkianalize vizuri. Mnajua kumbe hawa watu hawana akili. Sawa? Ukisikia message yao unajua kumbe hawa watu ni wajinga sana, hawana akili. Ndio hiki ambacho wako wanakifanya. Akili zao ni finyu sana, hawana akili za kutosha. Kwa hiyo ndio hivyo. Usiogope Uvira, msiogope Uvira, tuko salama. M23 haitaingiaga Uvira na haita kanyagaga Uvira mpaka gisi vita itaisha, hawataingiaga Uvira. Na kama unabisha basi pinga tuone.